Na ndugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV, kama unavyojua na kama ilivyo fursa, ni muda kwa jana kipindi cha Viwanjani leo. Viwanjani leo tunazungumzia mpira wa mguu, ambapo leo kabisa kipindi kinaitwa na mimi mtangazaji wako niite Rafael Sekoroje, na nyuma kamera uko na GBM. Na bila kukawia, leo ndani ya studio hii ya MWK TV Mwana Weka ya TV niko na walika wangu wawili, ikiwa ni mwenzangu mtangazaji anaitwa Pro Foot, yani mwalimu wa soka. Tuko na ndani ya kipindi cha ulimwengu ya Viwanjani leo, na vile vile tuko na kocha mkubwa sana hapa mjini Uvira ambaye anafanya mazuri sana kwenye timu fulani zote akiwa kizunguka. Ni kocha Haruna ambaye atazungumza naye mawili tatu kuhusu yale ni mbinu gani anatumikisha ili kufanisha kila timu ambayo anatumika nayo ipande kiwango. Na bila kukawia, ndani ya studio ni mwaliko wangu Prof Futi. Jambo tena na karibu ndani ya studio ya Mwana Weka ya TV. Jambo kabisa, tunakaribia vema katika TV yetu Mwana Weka ya TV. Ndio, asante sana. Na bila kukawia, tunazungumzia kwanza kabla tujaenda na mengine habari ya soka mjini Uvira. Kwa pande wako, baada ya siku kadhaa timu fulani zilikuwa zikicheza na ane ya mpira ikakuwa imeshimama hivyo, na hivi itaanza hivi punde. Unaona kwa jinsi reprise ya championnat inaanza, kuna timu tu mbili ambazo zimepanda division, ikiwa ni Coeur de Lion na Coeur de Jeune. Kwa pande wako, ni nini imetuma timu zingine zikwame haswa sipande division na kuingia kwenye michuano hii ya Tante Urbana Football hapa mjini Uvira? Ni vile kabisa Ronje, kwanza naweza kuomba kitu kimoja. Ndiyo. Kitu ambapo ni kuangalia kwanza Uvira ombo tunazidi vile kuzala, na ndio vitu tunazidi kuzana. Manake nikisema hivi ni kulingana ni maklebe ambapo tulikuwa tunazoea, kulikuwa Epanza Makisa, kulikuwa ukiangalia kuna klabu kama hii wanita Maika Vivi, na zile tayari zishapanda daraja, zishatoka zinakuwa mpaka zinacheza ligi ya pili ya hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lazima kupande zingine klabu daraja. Na ndio kwa maana unaona kupanda kwa zingine klabu hivi ni vizuri. Na ukiangalia kwanza chipukizi leo ndio wanakuwa na fursa ya mpira mzuri sana, na mpira unakuwa kwa chipukizi kwa miaka hii tunao kwa leo. Ndio. Na unaweza kuona miaka ambapo iliyopita pale tulikuwa tunashuhudia Uvira kulikuwa kwanza uwanja tu moja. Leo hivi unaweza shuhudia Uvira kunakuwa viwanja vinakuwa mingi. Ukiangalia ukitoka tu hapo Delinite kusha kwa vingine viwanja kama vitatu vine, ambapo unaangalia championnat vile dogo ndio unataka kuzana kwa klabu zile ndogo kupanda daraja hadi zinakuwa na msisimuko mzuri. Unaweza ona klabu ambapo itoka daraja la pili inakwenda kufanya vizuri hata daraja la tatu, na inaweza kujengea jina hata unajikuta ingia kwa ligi ya pili ya Vodacom ya hapa kwetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani kwa upande mwingine ni jambo nzuri sana, kwa sababu kuna championnat ambazo ziko organize za wafanya siasa kama vile matournoi zile za pale na huko na pale za kusupport na kuonesha vipaji ya watu wa nyumbani kuhusu kwenye ngambo ya mpira. Kwa upande wako ni nini haswa inaweza kuwa shauri haswa kwa wale wachezaji ambao unakutosha wengine wanasema sisi kacheza tournoi ya mtu fulani, na wakati inaweza kuwa kumsaidia yeye mwenyewe kibinafsi kwa kusupport na kuongeza kiwango cha kazi yake ya kucheza mpira? Ile ninaweza kuambia bwana Ronje, ile ni watoto wajue kazi ambapo wanifanya. Unaweza kumtuma mtoto shuleni soma, ajue mafaa masomo nini. Na ndio kama ile mashampiona ambapo ziko organize na fanya siasa ba deputy fulani au mtu fulani anaweza jitolea kama MKTV, anaweza jitolea sema nitakuwa na ligi fulani. Unaona? Lakini kama anafanya ile ni kutaka ile kiwango kikuwe kizuri. Na ule anazarau leo hii championa sezi cheza ni championa ya chini sana, maana kinaonekana kwanza ni championa mimi nitakwenda kufanya nini, nitapata matunda gani? Sio matunda hiyo championa. Matunda iko kwenye warizi wako, mguu wako ndio matunda yako. Unaona, kwa wale wa vijana na wanafanya mambo kama na hali kwa leo, naweza kuambia jambo moja, wanafanya jambo ambapo walijua. Na ndio kama unaona wengine akipanda mwaka unaokuja akionekana kwa meilleur joueur, unaweza kumkuta nafasi ya vivanda vya pombe, anakuwa mkunywa kanyanga na kwa mkunywa fanya hivi, kwa sababu alijiona yeye anakuwa meilleur joueur. Na ile shauri naweza kuwapatia, kazi lazima mtu uzarau kazi yake. Manake kazi ni wewe mwenyewe, unijengea afya kazi yake, ndio utapata matunda kazi. Ukizarau kazi lazima utakuwa vile. Wa vijana wanakuja wengi, najua kwa maana ni kusupport zile ligi ambapo zinapanda daraja. Na wale watoto ambao wa daraja la pili hata la tatu, hata wale watoto sio Ulaya, unaangalia kuna watoto wale wakina Messi, wanaanza mtoto kidogo anaanza kupiga chenga. Tu support wale, kwa sababu hawa makongo tunaita makongo. Leo anajikuta ana kongo lakini ana ta tromfe, ana sifa moja, hakuna ta kombe
moja alishakachukua. Anajiita Kongo kwa sababu alichezea Mvivi, alichezea Maika, unaona. Lakini kama vile wa vijana leo tujiendeleze kwa baadhi. Mtu mwenyewe ndio anajiendeleza, anajisukuma mbele, anajiongeza katika maisha. Ile inaweza kuomba tu wa vijana tuzidi kufanya kazi yetu vizuri. Asante sana kwa ushauri huo. Na mwaliko wetu wa pili bwana kocha Rooney. Wewe ni kocha ambaye kabisa umefanya vizuri sana kwenye championnat hapa nyumbani. Kama vile championnat CFAMU ya inayounganisha Maveniza hapa Mlongwe, umewahi kubeba edition ya kwanza na nyingine kutoka meilleur kocha. Kwa upande wako ni mbinu gani ambayo umetumikisha hasa za kushinda wengine makocha ambao walijitahidi kufaulu vile kama wewe lakini wakashindwa? Mbo, asante kwanza bwana journaliste. Mie kwa majina naitwa Kocha Rudi. Ndiyo. Mbo, niko kocha. Ndiyo. Na gisi niko kocha, napasha fanya kazi yangu gisi napasha kuwa ilivyo. Ndiyo. Mbo, mbingu mimi natumikisha zaidi sana. Na kwa na bitide sana kuambia wachezaji wangu wakati niko nao ava match. Ndiyo. Na kwa na mbingu kuambia kwanza kama banipende kwanza mie. Ndiyo. Juu akinipenda mie batasikia bena bambia panda mu RDG. Ndiyo. Sasa biko na tuko mu RDG na bambia bitafanza batanisikia bien na tunacheza nabo vile tunafaa bon match. Ndiyo. Na Mungu anasaidia vile trophy zinakuja tu vile natoka meilleur coach. Ndiyo. Na baada tu ya hiyo kuna timu ambayo ilikuwa kichezea mwana ambayo imepanda daraja. Ni timu gani na imepanda kivipi haswa? Mbo, ukiangalia mpira hapa kwetu Uvira, piko wachezaji wa mwa wapendaka wanzie Muwepanza, anzie Muvira Sport, anzie Maika. Yani klebe inajulikana sana. Mie kivyangu mie sasa vile Kocha Rooney nilipendelea sana nianzie chini na njoo nipande juu. Basi niko na management wangu walikuwa wananiambia tuanze championnat local, ngambia hapana. Tuanze division ya pili tu pale, Mungu atasaidia tutapanda. Tukafa division ya pili tukana ma equipe zingine za nguvu sana wakina Munyago, Cœur de Lion, tulikuwa Lumière de l'Est, palikuwa Kabu Sport ya Kavimvira. Tulikuwa na Kalundu, tulikuwa twegera na equipe moja Banyarwanda moja hivi, lakini Mungu akasaidia tukamaliza wa kwanza Mpule, tukafunga Kayaja finale, tukabeba kupe na tukapata fursa ya kucheza division ya kwanza. Ndio. Asante sana. Na vile vile ilikuwa ni timu gani hiyo haswa? Na je, wewe utaendelea kuwa kocha katika timu hiyo wakati championnat ikianza? Ndio tulifaa assemblée, ilikuwa pale ku Mwanga, Nsisi Mwanga. Mimi ndio kwa kocha, tukaongezewa na wa president wawili piko Pendoro. Bwana Pendoro, mzee Pendoro. Ndio, Christophe Chagala. Voilà, na mzee Beate. Ndio wa president alitambulisha kama watakamata ekipe na massemblée wakaniteula kama mie kwa kocha wa Cœur de Jeunes. Ndio. Na tukiachana na hayo, tuende kwenye upande wa CFAMU hapa Mlongwe. Na ulikoche timu ya Avenir Ozaire. Ikabeba trofe wakati wa edition ya CFAMU. Na vile vile 24 ukawa meilleur coach hata kama mlishindwa kwenye final. Ni shauri gani ambao unaweza kutolea kwa wengine makocha ambao wanakutanisha wanakuambia mimi nishakochi timu yangu tu ya Avenir yangu na vinaishia hapo, naweza nikajikalia nyumbani? Mbo, shauri inaweza wapatie wengine wa kocha wenzangu waendelee tu, tuendelee si wote vile. Donc tufunguliane roho, tuache mabitu mabifu, tuache mabitu ya kufuatiliana vya vile nao kwa avantage bakwe na objectif. Sami parce que mimi niko kocha, jina langu ni Kocha Rooney, niko nafanya recyclage. Mimi nasoma pale ku Mwanga na nasoma na Kocha Kirero. Ndio. Kocha Trifo, Kocha Bebe, tunafaka recyclage pale. Ndio. Bakuna objectif sa yangu tukue tunasoma sie wote pale, bafikie kulengo ya kuwa nao wa entraîneur. Hapana tukua na chunga matournoi za quartiers na kuya na usha kuya tunasema utakuwa coach. Ora iko vile. Nabo na wapongeza sana bajikazi. Bakuna objectif ya kukuwa nao wa entraîneur vile. Na kwa nini michuano hii ya tournoi Dudu Cup au kuwepo ama ni jambo ambalo lilikuwa bado hawaja kuhusisha? Bo, michuano ya Simba Dudu, mimi kwanza naishi mkartie Romede. Ndio, na itakuwa michuano ya Simba Dudu wakati nataka anza, menjo nitelwa kuwa kocha. Ndio. Lakini piko mwana alinipiga vita juu ya mie kusede, donc kusede poste. Ndio. Bo, mie kwa gisi na kwa pale vile gisi mie nifunzwa vyangu vya bukocha. Ndio. Ukiona unapiganishiwa vya hivi acha uende kutaenda tu. Na njoma niliacha kama mimi niko mwi niveau kabisa ya finali size. Mimi nikafungula roho saksi tunafunzwaka
mwenzako unaweza achana naye hapana, njoo unamsirikia unamtilia beef. Mimi nilikuwa natiliwa na sasa ukiangalia fiche d'engagement Ndio. yeye tuleza deposit kwa Simba Dudu Cup, utaona kocha Runi njoo jina iko pale. Ndio. Njoo vile mimi nilikuwa natiliwa kwa kocha na naishi Murombe de. Je, haijalishi kwako na ukafunga mikono na kusema kwamba siwezi nikawasaidia kwa mashauri kwa sababu timu hiyo imefika kwenye finali? Bwana journaliste, tulifaa demi final. Tulianzia Kasenga, ndio tulianza pole, tulikuwa Kasenga. Match ya kwanza tulicheza na Kibondwe tukafunga 1-0. Ya pili tukacheza na Kakombe tukafunga 1-0. Ya tatu tukacheza na Kavimvira tukafaa nil match. Ndio. Match ya tatu ya ine quart de finale tukacheza na kipiganili Kasenga, katika Kasenga. Ndio. Tukaifunga 1-0. Hivi tukatame demi finale na tuatame demi finale na quartier Kasenga tukafunga 1-0. Na nilikuwa mshauri, nilikuwa nasubiria kocha anamwambia fulani pale ananisikia paske kocha mwenye iko ni mkubwa kwangu, ni grangu wa Mwaveni. Mimi ananisikia paske ananiua. Siwezi mdanganya, siwezi mwambia ya bongo, napasha mwambia vile biko. Ndio vile bwana mtangazaji. Asante sana. Tunakushukuru sana kwa ushauri huu. Na hii timu ya Cœur de Lion kwa upande wako, Cœur de Jeune mnajiandaa vizuri kweli kwa reprise ya championnat? Ndio tunajiandaa paske tuanza mazoezi lendi. Parce que vifaa vyote vishakuwa, tuko deja na ballon 8 ziko permanent na peri 3 za Varese za vert blanc zilikuya zitoka Dar es Salaam ze president ileta. Vraiment tunajiandaa, tutapambana mazema ekipe za Kabambi pale, Mamunyago, Masource ziko pale, tutacheza nazo pale. Ni match tutacheza tu. Mwenzako akivala Varese na mwingine Varese, maki mtapambana tu vi. Je, kwa upande wako baada ya kupata hizo trophy mbili kama meilleur kocha wa Avenue mbili ambazo uliwahi kochi, unaweza kusema nini kwa wale makocha ambao wenye wanakuwa wanasema ile ni matournoi ambayo ni wafanya siasa, haiwezi kuongezea kiwango hata kidogo? Bwana mtangazaji, kitu kimeanza kuambia kwanza ukianzia quartier Rombede unaanzia tuko ziko ya 20 Avenue, unaanzia kutembe, unaita mpaka mafini mnanira huko chini. Ndio. Unauliza tu kwa kocha Runi ni wapi? Au tunakuwa na kocha gani mkartier Rombede? Batakwambia kocha Runi ndio tunayua. Mimi ndio kocha niko donc ndio wana reconnaître tu. Ndio. Zile trophy mbili unasema wa mtangazaji, mimi nizipelekaka vile vingine wanakuwa na negligee kusema tuka ni vya vacances tu vile, mimi nakuwa na lengo yao, nakuwa na objectif yangu, inatumana nifanye vile nitoke meilleur coach. Donc siwezi ambia wengine kama wao tukaki meilleur coach, hapana. Mimi nakuwa na comprendre parce que football ni fair play. Wengine wa kocha naanza tu waambia tu vile bakwetu samie gisi mimi nakuwa na lengo ya entraîneur. Na kwa nini ukajipanga jina kocha Rooney? Ni kujenga kwa sababu unapenda Rooney wa Manchester United wa zamani zile. Mimi niko mshabiki sugu wa Manchester United. Ndio. Nishabikia timu hiyo depuis 2008. Ndio. Nikakuwa na imite wale joueurs sana. Nilikuwa nampenda grave. Na njoo nikaanza jiita Rooney na mimi sana naanza play. Ndio. Mbona mimi nicheza kidogo yangu, wao kwa tu kocha na wao kugusa kidogo. Ndio. Nikakuwa na imite vile. Benzangu sasa baka anza niite ile jina tu ya Rooney. Na mimi nikakamata ile rythme. Ndio. Sasa hivyo njoo akiasa nisirnome kocha Rooney. Na mimi kabakia tu vile. Ndio. Ilikuwa kaseme, ilikuwa ni mapenzi yangu. Mimi njoo mko naita kocha Rooney au kuenaenda swati wananiita fasi fulani nasema mimi njoo kocha Rooney, hapana. Ndio. Please wananiita vile na njoo ikakuwa rythme na mimi naanza niita tu kocha Rooney na njoo si jina kabakia vile. Haya, asante sana. Nadhani nitakurudia baadaye. Ndio. Wandugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV, kama nilivyokujuza ya kwamba michuano ya Atante Urbaine ya football hapa mjini Uvira inataka kuanza hivi tariki 30, yani le 30 Septembre mwaka huu, ndio michuano ya hapa nyumbani itakwenda kuanza hapa mjini Uvira. Ikiwa ni kwenye pool A kunakuwa timu ya Munyago Football Academic, kunakuwa FC Kabungulu, kunakuwa vile Cœur de Jeune, kunakuwa AC Source, kunakuwa US Espoir na vile kunakuwa FC Panza na TP Mazembe Academic, vile FC Mnyundu pamoja na Académie de Grand Lac. Ndio timu moja wapo ambazo zinakuwa timu 9 mu group A. Na kwenye group B vile kunakuwa timu ya FC Kalundu Sport, kunakuwa FC, vile kunakuwa timu ya Aston Villa, kunakuwa timu ya TP Kiliba Stars, AS Mwangaza na vile AS FC Makasi na timu ya Cœur de Lion
na Nouveau Regime pamoja na TP Uvira Sport. Ndio timu vile vile 9 ambazo zinakuwa timu 18 ambazo zinapatikana katika group A na group B, ambapo championnat itaanza tariki 30 mwezi wa kenda mwaka 2023 na mechi ya kufunguzi itakuwa ni kati ya timu ya FC Kabungulu na Académie de Grand Lac kwenye mida ya saa 7 ndani ya uwanja wa Umoja hapa mjini Uvira. Tukiendelea ndugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV, tukiwa hapa ndani ya studio na mwenzangu mtangazaji mwalimu wa soka yani Prof Foot. Tungependa kujua mwenzangu, baada ya kusikia habari ambazo zinazagaa hapa na pale kwenye mitandao ya kijamii kuhusu michuano ya Simba Dudu Cup, kwa upande wako unaona maandalizi yako aje baada ya kuzungumza kwamba mchezaji maarufu wa timu ya TP Mazembe ambaye amestaafu Tresor Mputu atawasili hapa mjini Uvira? Unazungumziaje kuhusu swala hili? Kwanza naweza tukaambia mashabiki wengi na wasoka, kuna habari ambazo zinaogotoa hata mitandaoni pale, hata China nasema hivi mchezaji guli wa zamani wa klabu ya TP Mazembe Angleterre atakuwa mmoja wapo wa invité wa Cup Dudu. Manake acha kwanza twende tukashuhudie. Itakuwa kwanza Uvira ni sehemu kwanza maandalizi ya kwanza tangu Uvira kuanzia mashampiona na matournoi, hakuna maandalizi kama hii inaweza kuwa ni mazuri. Kwanza kuona mchezaji guli huyu atupi Mazembe Tresor Mputu, kumuona akiwa hapa katika uwanja wa Delilite itakuwa ya kwanza. Na hivyo ni kushuhudia kwanza wenda Dudu alitaka kufanya kwanza kuona kwanza Uvira inaendelea. Uvira inaendelea namna gani? Tuanze kwanza kuita wale wachezaji walio staff wa zamani ili tuangalie wa vijana wengine wanaweza kaiga mfano kama na hiyo. Yani inaleta kama mtisha hivi. Mtisha kidogo ukiangalia kama vile mashabiki wengi watakuwa wasoka kwa sababu kusikia Tresor Mputu atakuwa hapa. Kuna wengine hawaja kuona Tresor Mputu. Na anafahamu ya kwamba alikuwa mchezaji wa taifa wa timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye aliwahi kuichezea kabisa zama hizo. Ukiangalia hata kwenye Coca-Cola, hata ukiingia kwenye Primus aliingiziwa kwenye Simba Primus ya pale Lubumbashi, wanamweka kama vile publicite. Unaona, na hivyo itakuwa kwanza ni jambo moja mzuri ya kumuona guli huyo wa soka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukionekana akiwa hapa Uvira. Unaona watu wengi wa Uvira kwanza itakuwa ni habari njema kuja kumwangalia, na hiyo inaweza kuwa itakuwa ni jambo la muhimu sana tena kuangalia finali hiyo inaleta quartier mbili. Unaona itaonekana quartier, kila quartier itakuwa ina mtisha mzuri. Twende kuona kwanza watoto wetu, na ya pili twende kuona mchezaji guli kama na huyo Tresor Mputu. Na finali itakutanisha timu ya Rombe ya pili na Kalundu. Na kwa upande wako unaonaje timu hizo mbili? Je, itakuwa ni matokeo ambayo itakuwa inaridhisha kwa upande wa timu ya Rombe ya pili baada ya kuona mechi ambazo zilizopita jinsi Rombe imepiga timu ya Kasenga kwenye demi finale, na msaidizi ikiwa ni kocha Rune ambaye tuko naye ndani ya studio hapa? Kwa upande wako unaona hiyo mechi itakuwa ni aje? Ni vizuri kwanza kocha tunaye, na ukiangalia Kalundu Sport kwa habari miaka nenda miaka rudi, unaona kama vile Uvira bado ukiangalia Kalundu ni watu wengi walikuwa nyuma kwanza kisoka. Ukiangalia miaka nenda kuna hata wachezaji tukisabia wenye kutoka kwenye klabu za pale Kalundu, lakini ukiangalia leo wanakuja kwanza na habari ya kusema kwamba mara kwa mara wanaochukua ni wenzetu wa huko kwenda quartier Rombera Kasenga. Na hivyo ndio wanakuja kwanza na ile psikolojia hawa tunaita sema morale ya kusema kwamba sisi tunakuja hapa twende kushinda. Hiyo itakuwa kwa mmoja wapo wanakuja wanajiandaa. Tena unajua ni wenzetu hapo wanaishi pembeni na maji. Kwanza watakuja wanakushiba samaki mbichi. Manake hapo ukipigwa full kuku ya doradi mpaka huyo anguke chini. Manake wanakuja kwanza wanajisatiti kiafya. Unaweza waambia tena upande mwingine wao wanajiandaa. Nilifika kwenye maandalizi yao, wanasema wanaimba wimbo lazima tushuke na ushindi. Tushuke na ushindi kwa sababu wanasema hata wa management pale ukiangalia wanasema watatembezwa hata kwenye meli. Lazima walogote kwenye meli watembeleziwe kwanza pale. Ndio morale anakuja nao. Kartier Romero anasema watu wa Rombe aseme sisi hapa sisi tukwa tu wa Rombe. Lazima mlale. Sisi tunasema kama ni mabajaji kama ni nini tayari maki hapa kutakuwa kuna vita mbili. Watembeza mabajaji pale, watu wa mabajaji na wale watu wa maji. Ndio tutashuhudia tuone wani watakuwa washinda. Lakini upande wangu nasema dakika 10 za mchezo ndio zinashuhudia. Kwa sababu tutajua mshindi ni nani. Kujua kila mtu ana wimbo. Wimbo wa taifa unaimbiwa
sio limbe national ya Kongo. Wimbo wa taifa unaimbiwa ni ushindi. Ni mshindi. Na mimi mtoke mshindi. Tena zidi ya shangazi, zidi ya mjomba, kila mtu atakuwa anajitaka kujisatiti akuwe mzuri kushinda mwingine. Ndio. Na baada ya kuzungumza kwamba kwenye michuano hiyo finale hiyo kuna wasanii ambao ni maarufu hapa mjini Uvira watakwenda kuburudisha pale kama vile wakina Ashilian, Mr. Gav na wengine wasanii fulani ambao tutakwenda kushuhudia hapa. Nini shauri lako ambayo kama wito unaweza kutulia kwa wale mafans wote wa michezo ya hapa Uvira, hasa wale wote ambao wanakuwa wakipendelea sana soka, unaweza kuambia nini hasa kuhusu michuano hiyo ambayo final itakwenda kupigwa hiyo Dimanche? Kwanza ukiangalia mwenzangu pale shambra nayo ikawa nyingi, huwa inaleta vurugu. Ndio. Ya kwanza mimi naweza kaomba kitu kimoja, security kwa nyingi. Kwa sababu unaona wapiga mziki wana vikundi vyao. Utaona Ashiliano ana kikundi chake. Ndio. Egave ana kikundi chake. Na unajua sisi mimi na wewe tuko hapa kwenye mic. Ndio. Unajikuta huku kuna fana wangu na kuna fana wako. Ndio. Vita inakuja, hao ndio wanakuwa wanagombana. Wanagombezana huku, wanaanza ngumi. Lakini unajikuta sisi wawili tunapatana. Ukiona kama vile mafanzi wa Ashiliano na mafanzi wa Mr. Gave, naweza kuomba kitu kimoja. Tunapoingia pale kwenye soka, lazima shambra ziwe zile za furaha. Isiwe furaha inageuka tena majozi. Naweza kuomba kwanza security we nyingi na maandalizi tena Dudu Cup. Lazima zile wimbo michezo kucheza zianze mapema kabisa. Na security kwa sababu kwa mimi nashuhudia uwanja wa Delini utakuwa mdogo ndugu yangu. Na hili itakuwa kwanza joto itakuwa kubwa pale uwanjani. Jo unaona katika mafanzi kuna mmoja anakunywa pombe, mwingine akunywa pombe. Na hautakuja naambia mimi sikunywa kilevi fulani, kuja niambie ukuje nianze niletee harufu mbaya pale tunagombana. Ile nayo tunaomba kwanza maandalizi nao iwe kwanza security iwe kwa watu kama na wale mafans sana wa muziki ndio wanaletaka vujo, kwa sababu wachezaji wao wana muamuzi ndani ya uwanja. Muamuzi upande anaangalia wewe ukitaka kuleta ubishi unapigwa kadi ya njano. Usipomalizika unaona kadi ya njano ikufaa yale unapigwa nyekundu, unaambiliwa nenda safari iko. Na hiyo tunaomba tu watu waende pale na ustaarabu, kwa sababu ni finali ya furaha, sio finali tena ya majozi. Asante sana. Baada ya kuzungumza kuhusu tournoi ya Simba Dudu Cup, tumalizie na habari za kitaifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wako kwenye mechi ya siku zilizopita ya Leopard pamoja na South Africa, Leopard kupigwa bao 1-0, unasemaje ili tupate kumalizia na kocha Runi tuendelee na mengine? Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuandaa mchezo wa kirafiki zidi ya Bafana huko Afrika Kusini huko Durban huko. Sasa wachezaji wa Kongo walichezeshwa, wale wanasema wachezaji wa awamu ya pili, manake group la pili ndio walicheza, lakini wote walionekana ni wazuri, hata kama walipoteza kwa dakika 25 za mchezo, walipoteza kwa bao 1-0, lakini walitawaa uwanja wakaonekana kuwa wazuri sana. Walikuja tu wazuri kwa dakika zote zile za mchezo. Lakini Sebastien de Sabre alisema upande wake wachezaji atazidi kuandaa kwa vizuri na hanatafuta wachezaji watakuwa kujumuisha wawe wote katika hiyo list ya 11 de départ ya kwanza, ili kuangalia mambo itakuwa mazuri kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na maandalizi wanajielekeza sasa, kila mtu anarudi kwenye maklabu zake ili kuangalia vile watakuwa na msimu. Na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata kama walipoteza zidi ya Bafana wanaandaa mchezo mwingine wa kirafiki na Islande, na hiyo inapigwa tariki 13 za mwezi wa 10. Na hiyo ndipo atajua je kuna wachezaji ambapo niliingiza kwa mechi ya Bafana walikuwa wachezaji fulani walionekana kuwa, na kuna mmoja ambapo alikuwa akingaa vizuri. Anajua wachezaji ambapo walionekana vizuri ni wa fulani na usipoonekana vizuri ni wa fulani. Kama vile hata kocha tukiona hapa anafahamu kuna mchezaji ambapo ni mchezaji kwa hii mechi ana perform sana, lakini mechi ambapo inakuja uperform wake unaonekana kama uko chini sana, kiwango kimepunguka. Lakini kocha anatumia style fulani. Mchezaji anaanza mchezaji dakika, kuna mchezaji anacheza dakika 20 na anafanya matunda mazuri, na kuna mchezaji anacheza dakika kama 14 hakuna matunda. Hiyo itakuwa kama kocha ataangalia uwezekano wa mzuri wa hiyo kikosi cha pili kujumuisha wachezaji wale kuondoa, kama ukiangalia kwanza kama Sila Katopa ambapo alifanya vizuri sana katika mechi ya Bafana Muleka. Inaonekana Muleka kabisa anazidi kudidimia. Kiwango cha Muleka na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wende inaonekana kiwango kinadidimia, inashuka sana. Yani tutegemee mazuri sana kwenye mechi ya tariki 13 Oktoba huko Uhispania kwenye uwanja wa Madrid. Wanasema pale Madrid pale, ukiangalia pale Hispania
kwanza watakuwa kwenye wanasema tapi mzuri kirago mwiki yenyewe. Unaangalia pale, tutaangalia kwanza ubora, wenda ubora wa Afrika, ni wachezaji wazoea kucheza pale Ulaya. Ubora wa Afrika ulionekana ni ubaya, wende acha kwa tuwaone ubora kwa pale Ulaya utakuwa uko namna gani. Lakini itakuwa ni habari njema kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka nenda miaka rudi, tulikuwa bado hatujawahi kutayarisha na barani Ulaya. Tulikuwa tu tukitayarisha si wa Afrika tunacheza na Burkina Faso, Sierra Leone, lakini hivi leo kuona kucheza na Iceland itakuwa ni habari mzuri kwanza, na mimi ni support jambo hilo. Asante sana. Neno lako la mwisho ili tupate kumalizia na kocha Rooney, kwa wale mafans wote ambao watatufuata kwenye TV ya Mwana Weka ya TV ambao wamekusikia mwalimu wa soka, unaweza kusema nini? Nashukuru sana tuko katika Mwana Weka TV yetu, tunamwambia tu msupport sana TV hii kwa sababu usupport wenu utakuwa ni mzuri sana, na ndio kwa maana TV itakuwa inaendelea. TV inaletwa na nyinyi, na ninyi ambapo nyinyi watazamaji mnaotutazama ndio mnaleta matunda mazuri. Tunamwambia tu wa support, na mimi kweli niko Professeur de Foot, ndio mara yangu ya kwanza niko katika TV na nitakuwa tu niko vizuri, na tunamwambia tu utakaribia katika TV Mwana Wetu. Asante sana. Tunakushukuru bwana kocha Rooney. Twende na wewe tumalize na wewe. Unaweza kutoa neno gani haswa kwa wale mafanzi, na tutegemee nini haswa kwa siku zijazo kwenye timu yako hiyo ambayo utakwenda kukochea hapa hivi punde katika ligi ikianza hivi ya hapa mjini Uvira? Bwana mtangazaji, kitu kile mimi naweza sema kwanza, ningesema jua wachezaji wetu kwanza hapa Uvira. Ndio. Juu tukiangalia hata kule Maulaya kisi vinakuwaka, ukiangalia hata Hispania La Liga, Alemania Bundesliga, kwa joueur anacheza par exemple Borussia Dortmund. Ndio. Mais natamani acheze Bayern Munich. Ndio. Anza Hamburg mpena ende Bayern Munich parce que ni ekipe ya kabambi sana. Na hapa Uvira kwa wachezaji wetu kwanza naweza sema kama bamingi abikuwa kimwevyo sana bya kabumu parce que akiza saison moya anatamani sote ende mvivi Ligue D, acheze Ligue D. Oro hawezi panda niveau vile, na atuyamuona kwanza mkiwango ya mkipi kwanza ni kweli. Mimi kumalizia naweza sema kama kiwango yangu ya coaching nezo mafans wangu waendelee ni support, waendelee nipatia mashauri. Ndio. Niendelee vizuri na waniombe Mungu niendelee kupanda niveau tu mtangazaji. Tunakushukuru sana kocha Rooney. Asante kwa muda wako. Namshukuru sana. Naam, ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka ya TV, kilichokuwa na mwanzo kikosi kwa na mwisho, na hapa ndipo natamatisha kipindi cha Viwanjani leo. Kama nilivyokujuza tangu mwanzoni, nilikuwa na mwaliko wangu ambaye ni Prof Foot, ni mwalimu wa habari za soka, na vile nilikuwa kocha Rooney ambaye ni kocha ambaye anafanya vizuri sana kwenye michuano za hapa nyumbani. Mimi ndiye mtangazaji wako kwa kila siku, Roger Seko Rafael, nyuma kamera alikuwa na GBM. Usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwana Weka ya TV ili uwe wa kwanza kila siku kupata vitu vyetu vipya. Asante kwa muda wako.